Tangia zamani wanafunzi wa Yesu Kristo, au ukipenda useme Wakristo wa kweli, walipewa onyo kuhusu manabii wa uongo, walimu wa uongo, manabii wa uongo, na pia injili za uongo. Na mpendwa, hata ukisoma maandiko matakatifu, hasa katika Agano Jipya, utaona wazi kwamba karibia kila kitabu katika Agano Jipya isipokuwa kitabu cha Filemoni kinasema kitu fulani kuhusu hawa walimu wa uongo, hawa manabii wa uongo, na pia hizi injili za uongo. Sasa mpendwa, cha kusikitisha ni kwamba ninyi warokole wa leo au Wakristo wa kizazi hiki mumepotoshwa na watu hawa ambao maandiko matakatifu yameweka wazi, yakasema kwamba tujiepushe na hawa watu ambao ni watenda miujiza ya ajabu wana roho za ajabu, wagawa pesa makanisani na mambo mengine. Hawa ndio wamekuwa chanzo cha kuwapotosha ninyi, kwa sababu mmechagua kupuuza maandiko matakatifu. Wapendwa, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, popote pale ulipo katika siku ya leo. Ninapenda nikushukuru sana kuweza kuungana nami katika siku ya leo ninapokuletea habari njema za ufalme wa Mungu. Mpendwa, nina furaha kubwa sana kujali wa neema hii na kupata nafasi hii ya pekee kuweza kuongea na wewe mambo au maneno mawili au matatu yanayohusu ufalme wa Mungu. Kwa hiyo nikutamkie baraka katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haijalishi mpendwa unapitia mapito gani, haijalishi uko kwenye hali gani, mimi nakwambia katika siku ya leo, kadiri Mungu aishivyo, usimwache Yesu Kristo. Ng'ang'ania kwa Yesu, mshikilie Yesu kwa hali yoyote ile unayoipitia mpendwa. Pale ndipo ushindi unapatikana. Hakuna asiloliweza huyu Yesu ninayemhubiri kwako. Kwa hiyo usikate tamaa mpendwa. Tunamhubiri Bwana mabwana, mfalme wa falme, Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye mamlaka. Maandiko matakatifu yanasema wazi kwamba Yesu amepewa mamlaka kuanzia mbinguni hapa duniani, na sehemu yote ile unayoifahamu, Yesu pekee amepewa mamlaka. Kwa hiyo usikate tamaa, usikubali kushindwa, usikubali kumwacha Yesu Kristo, maana atakushindia. Na ujue wazi kwamba hakuna lolote ambalo aliko juu ya huyu Yesu tunayemhubiri kwako. Na ndiyo maana siku zote tunawaambia, tokeni ndani ya dini mje kwa Yesu Kristo. Acheni kuwa wafuasi na wanafunzi wa wanadamu, kuweni wanafunzi wa Yesu Kristo. Lazima muhubiriwe injili kamili ya Yesu Kristo wapendwa, ili kwamba wewe na mimi tuweze kuishi maisha matakatifu, tuwe watenda haki na sio waovu kama shetani, au waovu kama watumishi hawa ambao tunawaona wa kizazi tulichonacho, mashetani waliopitiliza. Maana mpendwa, kama nilivyotangulia kusema, ni wazi kila kona ya dunia, kuanzia bara la Afrika, ukija bara la Asia, uende bara la Ulaya, nenda bara la Amerika na huko Australia, utaona wazi mpendwa kwamba hili jambo au onyo ambalo lilitolewa miaka ya zamani, kipindi kile cha manabii au wanafunzi wa Yesu Kristo, au kipindi cha Yesu Kristo mwenyewe, kipindi cha mitume wa Yesu Kristo wakiwa wanahubiri kama akina Paulo, kwamba mpendwa, ni onyo ambalo tunawaleteni siku zote. Maana wewe unajua wazi kwamba na huu ndio ujumbe na kuletea siku ya leo, kwamba Yesu mwingine alishakwisha kutokea na anahubiriwa ndani ya makanisa. Injili nyingine zinahubiriwa ndani ya makanisa.
mafundisho ya uongo yamejaa ndani ya makanisa. Sasa wewe unanitegea sikio katika siku ya leo, je, ulishawahi kuona au kutambua? Hapa mpendwa, tunaongelea mambo ya kiroho. Kwa hiyo wewe kama umekaa kifarisafa sana na kimawazo sana na kifikira, mienendo ya kibinadamu, unaweza kubaki nyuma. Inawezekana usinielewe kabisa. Maana mimi naamini mpendwa, huu ni wakati ule ambao maandiko matakatifu yanasema kwamba Mungu ataachilia roho wake mpendwa kwa kila mtu yeyote, ili kwamba watu tuanze kuhubiri injili ya kweli. Na injili ya kweli ni ya kumtangaza Yesu Kristo. Sio mtu anakuja kuhubiria eti wewe okoka, njoo kanisani kwetu hivi na hivi. Hatangazi injili hivyo wapendwa. Yaani kama wewe ni mwinjilisti, unaambia watu waje kanisani, bora uache wewe kanisa. Yesu akae ndani ya kanisa mpendwa. Kanisa haliwezi kumwokoa mtu. Wewe utapata wokovu pale unapokuja kwa Yesu Kristo, na sio kukimbilia ndani ya kanisa au kufuata maana watu wengine wanapoona tuna emphasize, tunasisitiza juu ya watu hawa matapeli, wanaona kama tunawaonea wivu. Wapendwa, ni kwa faida yenu ninyi ambao mtakufa hovyo. Yaani mnafuata hawa matapeli. Yaani maandiko matakatifu, Biblia hii yote, Agano Jipya, ukisoma karibia kila kitabu kinaongelea kwa namna moja au nyingine kuhusu hawa walimu wa uongo wanaojiita mwalimu wa neno. Na hii ndio shida ambayo inasumbua maisha ya wengi. Hawa manabii wa uongo wanaotenda miujiza na maajabu ya kila namna, mitume wa uongo, injili za uongo. Watu anakuonyesha jinsi yeye alivyo na ujuzi na uelewa mkubwa sana, amesoma sana, hivyo anakuonyesha anajua hata kuliko mtu ambaye amejaa roho wa Mungu. Pendwa, maandiko matakatifu yanasema wazi, pima kila roho. Na mimi nasema nipime. Maneno yanayotamka hapa, ingia kwenye maandiko matakatifu, pima mpendwa. Hakuna vya kuitikia abe na naam nipo bila kupima kwa kutumia maandiko matakatifu. Nilishahubiria nikasema kwamba kama umeshindwa kumpima mtumishi yeyote, unaona kile anachosema tu unaitikia abe, unaona ni sawa, basi wewe utakufa vibaya. Cha kufanya, kimbilia kwa Yesu mpendwa. Ukisoma katika Mathayo hapa mpendwa, Mathayo hapa sura ile ya 7, ukianza mstari ule wa 15, maandiko matakatifu yanasema hivi. Maana nataka tusome neno la Mungu ili kwamba ujue kwamba ni hatari sana mpendwa maneno haya yaliyosemwa au onyo lililotolewa mpendwa, tunaposema kwamba Yesu mwingine ametokea duniani na yuko ndani ya makanisa. Ninyi ambao ni watu wa dini, wapendwa, Mungu atuhurumie, Mungu atusaidie. Wengi mmeshapotea, wengi mmeshapotoshwa. Wapotoshaji wenu ndio wamegeuka kuwa Yesu wenu. Na ndio maana sasa siku hizi wamejaa Yesu wengi, Makristo wengi. Ushaona ni jamaa, labda ni mchungaji au labda ni askofu, au ninyi sijui mnawaitaje manabii zenu, mitume wenu. Yaani mpaka na wakalia kama animals fulani, yani viwanyama fulani, sijui ni donkeys, ni mapunda wale au ni mafarasi. Na nyewe kila kitu anasema tu ni abe naam nipo. Mambo kama hayo mnashindwa kupinga ushetani wao. Na ndio maana hata serikali zenu zinawakalia, mnasema twende kuomba. Mungu amesema tu, unamwombeaje huyo mjinga huyo? Yani kitu cha kufanya physically ni physically. Na ndio maana Yesu alipoingia ndani ya hekalu akaona wale matapeli wanafanya ujinga, aliwatwanga kasambaza, sambaratisha vyote. Wewe serikali yenu yani nafanya ujinga yani mambo ya hovyo yanatokea, alafu mnaangalia. Na ndivyo hivyo ndivyo
wanavyofanya hao manabii na mitume wenu, eti ni mtumishi wa Mungu, ndiyo baba Abenam, mtakufa vibaya wapendwa. Hapa maandiko matakatifu yanasema hivi katika Mathayo 7, tunaanza ule mstari wa 15. Maandiko matakatifu yanasema hivi: jihadharini na manabii wa uongo wanao wajia wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo. Wanakuja wamevaa mavazi ya kondoo. Ndivyo maandiko matakatifu yanasema. Mpendwa, anasema lakini ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu kwenye miiba au tini kwenye michongoma? Anakuuliza wewe. Unaona, watu wanaona matendo, watu wanaona matunda yanayotokana na mtumishi fulani. Unasikia habari kwamba huyo anafanya 1, 2, 3 kinyume na maandiko matakatifu. Kama ni uzinzi, kama ni ushirikina, miujiza yake unaona inaendana na mambo ya upako, vitu vya vitambaa, sijui machumvi, maudongo. Yani unaona matendo hayo matunda ya namna hiyo. Hatumii jina pekee ambalo tumepewa mpendwa, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini cha kusikitisha, umekaa pale unakodoa macho, unasema ndiyo baba, ndiyo man of God, na Kiingereza wanaweka mure, na niye mnaitikia for anything and everything. Lazima mtakufa vibaya wapendwa. Sisi hatuje hapa kwa kumonea mtu wivu. Hapana mpendwa, tunamhubiria Yesu Kristo. Anasema njoni kwangu ninyi nyote mliolemewa na mizigo. Sijui wewe umebeba mizigo ya namna gani. Wengine wataanza kuwatabiria, umebeba laana za ukoo, umebeba sijui za bibi yako, umebeba sijui hiki. Pendwa, kwa Yesu atubebi laana za ukoo. It is impossible. Haiwezekani. Mtu umeokoka, unamwamini Yesu peke yake, unamfuata Yesu, umemkabidhi maisha yako, pendwa, umempa Roho Mtakatifu nafasi na akapata makao na makazi ndani yako. Alafu niambie umeanza kubeba hayo maraana ya ukoo yametoka wapi? Ni kwa sababu wewe mpendwa haujaokoka. Wengine wanadhani kwamba kuokoka ni pale tunapozamishwa kwenye maji mengi. Wengine wanadhani kuokoka ni pale wanapokunyunyizia maji kichwani hapa hivi. Mpendwa, huko sio kuzaliwa mara ya pili au mtu aliyeokoka. Na ndio maana Yesu alimwambia Nikodemus au Nikodemo, akamwambia yani mtu asipozaliwa kwa mara ya pili hawezi kamwe kuingia mbinguni. Watu wengine sasa wamechukulia ni kuniweka maji kichwani au ni chovya mure, ingiza nizamishe kwenye maji, kwamba pale unakuwa umezaliwa mara ya pili. Hapana mpendwa, watu wengi wamebatizwa lakini bado hawajazaliwa mara ya pili. Na ndio maana wewe unaona unatenda dhambi very simple and easy and plain, very straightforward. Unaona ni kawaida tu, ni kwa sababu haujazaliwa mara ya pili. Aliyezaliwa mara ya pili amemuvaa Yesu Kristo wa Nazareti, mkombozi wa dunia. Haleluya. Kwa hiyo akasema jihadharini na hawa manabii wa uongo ambao wanawajia, wanakuja kwenu wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo, lakini ndani anasema ni mbwa mwitu wakali. Na hapa ndipo shida inatokea, maana watu wengi hawawezi kuona yule nabii kwamba ni mbwa mwitu mkali, kwa sababu wao wanaona physical appearances. Wanaangalia mwonekano wa nje. Ameniuzia maji ya upako, ametoa pesa, atakuwa ni mtumishi wa Mungu. Mtakufa vibaya. Mtakufa vibaya wapendwa. Maana anasema hivyo mpendwa, kwamba kamwe hawezi kupata mzabibu kwenye miiba wala tini kwenye michongoma. Akasema vivyo hivyo mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mbaya huzaa matunda mabaya.
mti mwema hawezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mbaya hawezi kuzaa matunda mazuri. Haijalishi wanatenda miujiza kiasi gani mpendwa, ile haiwafanyi kuwa watumishi wa Yesu Kristo. Yani hilo ukilielewa mpendwa, hautashawishika au hautashawishiwa na miujiza na mbwembwe na utapeli na ulaghai ambao unaona katika siku tulizo nazo. Utajua wazi, those are not the miracles are from God, because hawatumii jina la Yesu Kristo. They are not using the name of Jesus Christ. Oh, the greatest name. Jina lenye nguvu, jina lenye mamlaka, jina lenye uweza mpendwa. Na wewe hapa ulipo unaitegea sikio katika siku ya leo, umepewa mamlaka ya kumkanyaga shetani. Unajua watu wengine wakusikia unasema na kukanyaga shetani na kuweka chini ya miguu yangu. Wanasema wewe unawezaje kumkanyaga shetani? Haiwezekani. Yule ni roho, yule ni nani? Maandiko matakatifu yanasema wazi, very clear and plain. Hao ndio wajinga hao. Umepewa mamlaka, na usipoweza kumweka shetani sehemu ambapo anatakiwa akae, lazima utaishi maisha ya kushindwa. You are going to live a defeated life, kwamba utaweza kufikia chochote kwenye maisha yako. Lazima ujifunze kusema, shetani, you must go where you belong in Jesus mighty name. Katika jina la Yesu Kristo. Usianze kusema kwa jina la dini letu au nabii yetu. Unajua kuna wajinga mpaka yani akili zao wamesha yani ufahamu wao, akili zao ziwe za kiroho ziwe za kimwili zimeshaondolewa kabisa na hawa mashetani wanaowafuata manabii. Wapendwa, ndugu zangu, kaka yangu unanitegea sikio, usijione kwamba wewe ni mjanja sana. Wewe uko katika nchi za magharibi, labda uko Amerika Kaskazini, uko Ulaya, hata unaweza kuwa Afrika. Una mapesa na mamali mengi tu ya kutosha. You can do anything and whatever you like. Usijione kwamba wewe ni bora mpendwa. Kuna ambao walishatangulia, sio kwamba wewe ni bora kuliko wao mpendwa. Wewe kama umepewa nafasi ya kuwa hai, mtukuze Yesu Kristo. Acha kufuata haya wanadamu. Sisi hatutangazi dini, tunamtangaza Yesu Kristo. Tunamhubiri Mungu aliye hai, muumba wa vyote. Unajua siku hizi kuna imani za ajabu. Watu wanajiona wamesoma sana. Mtu anakuambia, kuna siku mimi nilikuwa na mwanafunzi ambaye namfundisha. Anaanza kuniambia eti labda huenda Mungu anaweza kuwa ni mwanamke. Vitu vya ujinga. Unaona? Anaanza kuniambia huenda inawezekana labda hata kuna mamungu wengi au miungu hakuna. Yani kwamba alikuwa anajaribu kunionyesha kwamba hakuna Mungu mmoja, inawezekana kuna Mungu wengine wengi. Unaona? Hawa ndio watu ambao utajua akili zao. Msikiliza mpendwa, yeye iliniuma sana moyoni, na ni mtu ambaye ana falsafa nyingi. Anafuata haya mawazo ya wanadamu ambao wanakufa wanateketea hovyo. Pendwa, njoo kwa Yesu. Unataka uzima, unataka kuwa huru, unataka kufahamu kweli katika maisha haya. Haukimbilii kwa nabii, haukimbilii kwa mtu yeyote. Kweli inapatikana ndani ya Yesu Kristo, na ni pale tu utakapo mruhusu Roho Mtakatifu akufundishe na akufunulie asili za kimungu za mbingu. Sio kusoma vitabu vingi mpendwa. Sio uanze kusoma mavitabu. Kwa mfano uanze kusoma mambo kama haya. Hapana mpendwa. Soma Biblia. Tafuta uso wa Mungu kwa gharama zote. Na hii mpendwa sio kwenda kanisani. Spend time, intimate time. Set aside time for God. Yani tengeneza muda kati ya wewe na Mungu. Hallelujah. Maana watu wengi wanapotoshwa hivi wanashindwa kutenga muda na Mungu.
muda wa kuongea na Mungu peke yako mpendwa. Sio mpaka ukimbie kanisani. Kama kanisa lenu milango imefunguliwa 24/7, yes you can go there. Lakini hata usipoenda nyumbani kwako, anywhere, kila mahali na sehemu ulipo mpendwa. Haleluya, jina la Bwana wetu Yesu Kristo lipewe sifa. Tuendelee kusoma maandiko matakatifu. Kila mti inasema hivi mstari ule wa 19. Kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupa motoni. Hivyo mtawatambua kwa matunda yao. Na unajua matunda hayo yanaendana na matendo yao mpendwa. Anasema hivi, kwa hiyo kila mtu ayasikiaye haya maneno yangu na kuyatenda ni kama mtu mwenye busara aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, na upepo ukavuma ukaipiga hiyo nyumba, lakini haikuanguka kwa sababu msingi wake ulikuwa kwenye mwamba. Haleluya. Anayesikia maneno haya Yesu Kristo, akayatunza, akayahifadhi, akayaweka moyoni, akaishi maneno haya ninayokuhubiria katika siku ya leo mpendwa, anasema anafananishwa huyu mtu ana nyumba ambayo, ndivyo maandiko matakatifu yanasema, nyumba ambayo imejengwa kwenye mwamba. Na mtu aliyejenga nyumba hiyo anasema ni mtu mwenye busara. Sasa wewe, haya maneno unayachukuliaje mpendwa? Turudi nyuma kidogo tusome ule mstari wa 21, kuanzia 21. Anasema hivi, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye ayafanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukutoa unabii kwa jina lako? Hawa anamwambia Yesu. Na kwa jina lako hatukutoa pepo wachafu na kufanya miujiza mingi? Ndipo nitakapowaambia wazi, sikuwajua kamwe, ondokeni kwangu ninyi watenda maovu. Kumbe kuna watenda maovu ambao wanatenda miujiza kwa jina la Yesu. Kuna watenda maovu ambao Mungu na Yesu anawafahamu, au Mungu aliye hai, lakini bado wanatoa mapepo kwa jina la Yesu Kristo. Unaweza kujiuliza, sasa hiyo inawezekanaje? Au inawezekana kanaje hapa? Inawezekana kivipi? Yaani mtu anatoa mapepo na ni mtenda maovu. Ni kwa sababu mpendwa, mapepo yale hayamtii mtu, hayatoki kwa sababu ya yule mtu. Ni kwa sababu amediriki kutumia jina lenye nguvu, jina lipitalo majina yote, kama vile maandiko yanavyosema wazi kwamba jina hili likitajwa mpendwa, kila goti linapigwa kuanzia mbinguni hapa duniani na kuzimu, na kila ulimi unakiri kwamba Yesu ni Bwana. Kwa hiyo hakuna mpinzani. Jina la Yesu likitumiwa lazima kila mtu atii. Na wewe katika jina la Yesu Kristo, kama wewe hujaokoka, na kuombea kwamba siku ya leo uweze kuokoka na kumpokea Yesu Kristo. Kuokoka mpendwa, sio kwenda kanisani, sio kusema Bwana Bwana tu. Maana amesema sio kila mtu anitaye au asemaye Bwana Bwana. Na Wakristo wengi mnapotoshwa, mnakuwa wa manabii, mnafuata wale watu, imani zenu ziko ndani ya watu hao. Mnajidanganya wapendwa, mnajidanganya, maana amesema wazi si kila mtu. Kwa hiyo haya mambo unayoyaona, na ndio maana huku chini tu nimeanza kusoma ile sehemu inayosema kwamba mpendwa, kila mtu asikiaye
maneno yangu na kuyatenda, anasema ni kama mtu mwenye busara. Busara mpendwa. Sasa ni watu wangapi ambao wana busara? Je, wewe unaweza kujilinganisha au kujiona kama mmoja wa watu hawa ambao ni wenye busara? Au wewe ni mmoja kati ya hao wanaosema, mimi nimesoma sana bwana, usinichezee, anajua kila kitu. Wengine mpaka anakuambia tunazitambua ishara na dalili. Kwa hiyo mpendwa, Yesu mwenyewe alionya. Mtume Paulo na yeye akaendelea kuonya. Na kama nilivyosema, Agano Jipya karibia kila kitabu kimesema kitu fulani au jambo au neno kuhusu hawa mafisadi, walimu wa uongo, manabii wa uongo, mitume wa uongo, Yesu wa uongo, injili za uongo zinazohubiriwa na watu wanaojiona wao ni wajuzi, wana ufahamu mkubwa sana, wanaelewa Biblia, wanakwambia huyu hajua anachokisema. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ushindwe. Wewe unayesema kwamba sisi tunaomhubiri Yesu Kristo wanadamu waishi maisha matakatifu, wawe nuru, waache matendo maovu. Wavu kome na uishi katika dunia hii. Na wengine wanasema haiwezekani, maana wanasema haiwezekani kwa nani? Kwako haiwezekani. Kama wanamtumikia Mungu na unamwamini Yesu, alafu nasema kuna jambo lisilowezekana, wewe unatakiwa usihubiri mpendwa, maana wewe bado utapotosha watu wengi. Kwa hiyo mpendwa, ukisoma katika Mathayo huyu ile sura ile ya 24 ule mstari wa 5, maandiko matakatifu yanasema hivi, au tuanze na mstari wa 4. Yesu akawajibu, jihadharini mtu yeyote asiwadanganye, kwa maana wengi watakuja kwa jina langu wakidai mimi ndiye Kristo, nao watawadanganya wengi. Kwa hiyo unaona Yesu anaonya juu ya makristo wengi watakaotokea, na watu hawa mpendwa anasema watawadanganya wengi. Kwa nini? Kwa sababu wanakuja wakifanya yale ambayo ninyi mnashobokea au ninyi mnayakimbilia. Haya miujiza. Mtu kama mimi nahubiri, maana mtumishi mwinjilisti, mbona hautendi miujiza? Mbona hujaanza kuuza maji ya upako, mafuta ya upako? Ushindwe na uraniwe kwa jina la Yesu Kristo. Tumia jina pekee, jina moja pekee la Yesu Kristo. Haleluya. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lipewe sifa. Mpendwa, ukisoma katika Wakorintho wa pili hapa, Wakorintho wa pili mpendwa, sura ile ya 11, ukisoma huu mstari wa 4 wanasema hivi, anasema hivi mstari wa 4, kwa sababu kama mtu akija na kuwahubiria Yesu mwingine ambaye si yule tuliyemhubiri, au kama mkipokea roho mwingine ambaye si yule mliyempokea, au injili tofauti na ile mlioikubali ninyi, mnaitii kwa, anarudia hapa, injili tofauti na ile mlioikubali ninyi mnaitii kwa urahisi. Kwa hiyo unaona wazi mpendwa, anaonya kuhusu Yesu mwingine, anaonya kuhusu mpendwa injili nyingine, anaonya kuhusu roho mwingine. Na huyu ni mtume Paulo anawaandikia Wakorintho kuhusu mitume wa uongo ambao wanakuja wao wanachukua kama nafasi ya Yesu. Kwa hiyo unakuta hata injili ya kamili ya Yesu Kristo ya kuambia ninyi wapendwa, mfuateni Yesu Kristo. Kwa hiyo injili ile mpendwa uliyosikia mwanzoni
ikakufanya uokoke kwa kusikia kwamba kwa Yesu kuna uzima, kwa Yesu kuna kweli, kwa Yesu kuna njia, ndani ya Yesu peke yake. Kwamba mtu asipo akuwa na Yesu, na maana huyu hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Asiye na mwana hana baba. Kwa hiyo ndio maana hapa akasema wazi mpendwa, katika Wakorintho hapa wa pili sura ile ya 11 mpendwa, ukitaka kuangalia au kujua vizuri hapa, mtume Paulo alikuwa na hofu sana. Mstari wa 3 anasema hivi, mstari ile sura ya 11 mstari wa 3 anasema hivi, lakini nina hofu kuwa kama vile Eva alivyodanganywa kwa ujanja wa yule nyoka, mawazo yenu yasije yakapotoshwa, mkawacha unyofu na usafi wa upendo wenu kwa Kristo. Anasema msije mkawacha nini? Anasema unyofu na usafi wa upendo wenu kwa Kristo. Na hiki ndo kifo cha Wakristo wengi. Wameacha unyofu na usafi wa upendo wao kwa Yesu Kristo. Na ndio maana unaona unamshobokea huyo nabii wenu, watu wakimsuta kidole, wakimnyoshia kidole nabii wenu au nabii yenu, mtume wenu, askofu wenu, baba yenu wa kiroho, mama yenu wa kiroho. Hapo kajamaa kanakosema mimi nimesoma, hakuna mtu wa kunikosoa, mimi ninakaa na watu wakubwa sana, maraisi man. Wewe ni kashetani kadogo kweli. Aliyekwambia kama maraisi au hao matajiri walioko duniani, wa hapa duniani, wana thamani kuliko mwanadamu mwingine ni nani? Achani ujinga, watumishi wa namna hiyo ni mashetani. Chao chako, usomi ulio nao sio kitu mpendwa. Anakuuliza ndugu unanitegea sikio katika siku ya leo, je, kweli haujaacha upendo na usafi au unyoofu na usafi wa upendo uliokuwa nao kwa Yesu? Maana unaona wewe uliomba hiki, Yesu hajajibu. Maana Wakristo wanaamini wakiomba wasijibiwe ni kwamba Mungu hajawasikia. Wanaanza kusema na Mungu huyu ana kiburi kweli. Wengi ndio wanasema mpendwa, utakufa vibaya. Mungu hana kiburi. Asipokujibu amejibu pia. Akikujibu amejibu. Ndivyo ilivyo mpendwa. Mungu kujibu sio mpaka tu upokee au upate kile ambacho wewe unakitaka. Wengine mna tamaa zenu, na ndio maana mtakufa vibaya. Mtu anaomba kwa target, ana target. Jamaa limeamua kuokoka kwa sababu limeona kabinti fulani kazuri, karembo, kanajita kana mashepu. Ni jamaa ni la Freemason, linaamua ngoja niokoke hako nikachukue. Inakuwa la hovyo hovyo. Dalili zote zinaonyesha kwamba huyu hayupo kwa Mungu, huyu hayupo kwa Yesu, hana Yesu wala hajamkubali Yesu dakika yoyote ya maisha yake. Hakabini kanaanza kuremboa macho, ninakaoa tayari mateso. Kwa nini hamjui kupima kutumia maandiko matakatifu? Kwa hiyo mpendwa, hapo naona mtume Paulo alikuwa anawaonya. Alikuwa ameshapata hofu, akaona hawa watu hawa wakija, hawa wadanganyifu hawa, inawezekana wakawapotosha, na ndio akawaonya hapa mpendwa. Na wewe tunakuletea ujumbe huu, ujue kwamba Yesu mwingine anahubiriwa, roho nyingine, injili zingine zinahubiriwa mpendwa. Mambo haya yanaendelea, maana yalikuwepo kipindi kile. Watu wa kiroho walikuwa wameshayaona. Angalia hawa walimu wa neno wanaofundisha, walimu wa neno. Ushawahi kusikia na kuambia utubu au uishi maisha matakatifu? Anakufundisha makanuni fulani, alafu anasema ndo wito wake. Ni kweli wapendwa, ni kweli kabisa, ndo wito wako. Au mengine unaona ni upuuzi, hayakutengenezee kipato. Maana injili kama hii nayo hubiri pendwa haiwezi kuniingizia kipato. Haiwezekani. Maana watasikiliza wangapi? Na mimi siko hapa kupata kipato. Nipo hapa ili kwamba Yesu ajue wazi na aone kwamba injili yake kamili imehubiriwa na mtu fulani,
na wewe unayehubiri injili kamili ya Yesu Kristo, pendwa, thumbs up. Tukae imara, tuendelee kumtangaza Yesu Kristo kwa watu wote na viumbe wote. Wapendwa, mimi nakuonya kwamba jihadharini. Hapo ulipo ndani ya kanisa hilo unapoingia, hakikisha unapima huyo mtumishi. Kama maandiko matakatifu yaliyosema, apima kila roho. Pendwa, niamini kwamba umebarikiwa. Pokea maneno haya, nami ninaishia hapa katika siku ya leo. Tuendelee kwa pamoja kupokea maneno ya Mungu, na pia nikusihi kwamba usambaze ujumbe huu, wape ndugu na jamaa na marafiki, kwamba na wao wapate kunufaika, wasije wakamfuata huyu Yesu mwingine ambaye ametapakaa na anahubiriwa katika makanisa mengi, majumba ambayo wanadamu wamejenga. Pendo na kutamkia baraka katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.